Taarifa kubwa ya leo ni hii ya Mheshimiwa Rais Suluhu Hassan na mumewe kupata mtoto mwingine. Ikumbukwe Mheshimiwa Rais Samia na mume wake Mzee Hafidh Amir walikuwa wamejaliwa watoto 4, 3 wakiwa ni wa kiume na mmoja akiwa ni wa kike. Lakini kwa furaha kubwa ni kwamba kuanzia sasa familia ya Mheshimiwa Rais inakuwa ina watoto 5, wa kiume wakiwa ni 3 na wa kike wakiwa ni 2. Hili ni jambo jema sana na Mheshimiwa Rais ameweza kupewa pongezi nyingi na Watanzania. Kabla sijakupa taarifa hii kwa undani, ni kuombe wewe mtazamaji wangu mpya ujiunge nasi ili usiwe unakosa taarifa zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe, kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe, kisha ubonyeze na alama ya kengele itakayokuja. Asante sana. Kama tunavyojua kwa sheria za Tanzania, mtu utakuwa mzazi halali wa mtoto kama 1, utamzaa peke yako, ama 2, utamwasili, yaani kumwadapti. Wazazi wengi ambao tumezoea kuwaona kwenye jamii na familia zetu nyingi ni wale wazazi halisi wa kumzaa kabisa mtoto. Lakini kuna hii njia ya pili ya kuadapti, ama kwa Kiswahili tunasema kuasili, ambayo nayo mtu akishafuata taratibu na kufanya hivyo, basi mtoto husika anakuwa ni mtoto halali wa aliyemwasili na anapewa haki zote za kuanzia kumpa jina, cheti cha kuzaliwa, dini, shule na mengine mengi yote ya maisha ya kawaida. Na mara nyingi mtoto anayemwasili wanapokuwa wakubwa huamini aliyemwasili ndio mzazi wake kamili, labda mpaka pale atakapoambiwa kilichotokea. Kitendo cha kuasili mtoto kwa Tanzania ni mchakato wa kisheria unaohamisha haki na wajibu wote wa mzazi wa kuzaliwa kwenda kwa mzazi wake wa kumlea. Husimamiwa na sheria ya kuasili watoto sura namba 335. Mchakato huu unahusisha kisheria kupata kibali cha Mahakama Kuu, ripoti ya ustawi wa jamii na usajili wa cheti kipya cha kuzaliwa kupitia RITA. Sheria inasema mtu anayeweza kumwasili mtoto ni lazima awe mwenye umri kuanzia miaka 25 au aliyemzidi mtoto husika miaka 21 kuendelea. Lakini pia mtoto lazima awe chini ya miaka 18 na awe amepewa kibali au ruhusa ya kuasiliwa. Sasa taarifa kubwa leo ni hii ya Mheshimiwa Rais Suluhu Hassan kupata pongezi nyingi baada ya kupata mtoto mpya wa kuasili. Kupitia akaunti rasmi ya mawasiliano ya Ikulu iliyoposti picha ya Mheshimiwa Rais Samia akiwa na mtoto mchanga na kuandika, na nukuu, Rais Samia amwasili mtoto mchanga aliyetelekezwa Nzega. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amwasili mtoto mchanga wa kike leo tarehe 11 Machi 2026 katika makazi yake Ikulu Chamwino mkoani Dodoma. Mtoto huyu aliyepewa jina la Grace Samia Suluhu alitelekezwa mjini Nzega mkoani Tabora na amekabidhiwa kwa Mheshimiwa Rais Samia na mkuu wa wilaya ya Nzega Mheshimiwa Naipatwaki Tukai. Akizungumza wakati wa kumkabidhi mtoto huyo, mkuu wa wilaya ya Tukai alisema mtoto huyo aliokotwa tarehe 17 Januari 2026 akiwa ametelekezwa katika eneo jirani na nyumba ya wageni ya Kasulu Nzega mjini. Alieleza kuwa baada ya kupokea taarifa hizo, alishirikiana na jeshi la polisi kumchukua mtoto huyo na kumpeleka hospitalini kwa uchunguzi na uangalizi, huku juhudi za kumtafuta mama yake zikiendelea bila mafanikio. Rais Dr. Samia amekaribisha mtoto huyo katika familia yake na kuahidi kumpatia malezi, ulinzi na huduma zote muhimu ili akue katika mazingira salama na yenye upendo. Wanaotupa watoto hawajui wanalolifanya. Kuliko kumtupa mtoto, ni afadhali ukamkabidhi katika mamlaka za kisheria na kituo cha kulelea watoto. Kila mtoto aliyezaliwa ni hazina na hatuijui kesho yake, alisema Rais Dr. Samia. Lakini kupitia kurasa zake binafsi za mitandao ya kijamii, Rais Samia aliposti picha akiwa na mtoto huyo aliyempa jina la Grace Samia Suluhu na kuandika,
Asubuhi ya leo nimepata baraka ya kumwasili Grace Samia Suluhu. Grace ni mtoto mchanga aliyetelekezwa mjini Nzega, mkoa wa Tabora. Kila mtoto aliyezaliwa ni baraka na hazina kwa jamii. Tunao wajibu ndani ya serikali na kila mwananchi kuhakikisha na tunashiriki katika malezi, ulinzi, upendo na kesho ya watoto, kwani ndio kesho yetu na taifa letu. Hizo ndio zilikuwa posti za Mheshimiwa Rais Samia kuujuza umma kuwa amepata mtoto mpya aliyempa jina Grace Samia Suluhu. Hivyo familia ya Rais Samia na Mzee Hafidh Amir sasa ina watoto 5, wa kiume wakiwa 3, yani Abduli na wadogo zake, na wa kike 2, yani Wanu na Grace. Ikumbukwe, mtoto huyu Grace kuanzia sasa ataishi na kulelewa kwa malezi yote nyumbani kwa Mheshimiwa Rais na atatambulika moja kwa moja kama mtoto wa Rais. Akikua atasoma shule kama mtoto wa Rais na kuishi maisha yake kama mtoto wa Rais. Wengi wanajiuliza hali iko vipi kwa mama aliyemtupa mtoto huyo baada ya kusikia Mheshimiwa Rais amemchukua na kuanzia sasa ni mtoto wake halali. Kwa sababu taarifa hizi zimesambaa na inaaminika mama wa mtoto atakuwa pia amesikia kuwa mtoto aliyemtupa sasa amekuwa mtoto wa Rais Samia. Je, baba wa mtoto naye atafanya nini atakapopata taarifa kama hii? Wataenda kumuomba tena au wataendelea kuishi wakijua damu yao sasa ni mtoto wa Rais Samia, inalelewa Ikulu? Vipi baadaye wakimuona anasoma mashule makubwa nchi mbalimbali na anakuwa mtu mkubwa wa Tanzania, watamfuata wamwambie wao ndo wazazi wao au la? Sisi hayo hatujui, bali hayo ni maswali ambayo wengi wanajiuliza tu. Baada ya Rais Samia kujulisha umma juu ya kumwasili mtoto Grace, watu wengi wameweza kumpongeza mitandaoni, ambapo baadhi ya komenti zao ni hizi. Musa Jericho amecomment kwa kusema hakika Mungu akubariki kwa upendo na kujali. Namani amecomment kwa kusema Mungu akubariki Dr. Samia, lakini kuna wengine watafanya kusudi sasa wakijua watoto wao utawaadapti. Charles Ngoina amecomment kwa kusema sio kunywa sumu, huwezi kujua kilichomsibu mama yake mpaka akamtupa huyo mtoto, maana wakati mwingine upande wa pili kuna kitu kilimpelekea mpaka hali hiyo ikatokea. Jerusa Kalihaida amecomment kwa kusema Mungu akubariki sana mama yetu, tunazidi kukuombea. Saidi Nasoro amecomment pia kwa kusema mama mpe hata ubunge wa kuteuliwa dogo huyo, ili huyo mama yake Roy mchome na ikiwezekana anywe sumu, afai katika jamii. Kungwe Maganga pia amecomment kwa kusema ubarikiwe sana Mheshimiwa Rais mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Imekuita Uyombo amecomment kwa kusema Mwenyezi Mungu akufadhili mama kwa wema ulioutenda kwa kumchukua malaika huyo, ishi kwa ajili yake. Farida Mgomi amecomment kwa kusema amina, Allah akulipe kwa mema yako yote na akupe afya njema na umri mrefu. Joshua Mwambuga amecomment kwa kusema Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu azidi kuachilia baraka nyingi kwako. Mtazamaji wetu, hayo ndiyo yaliyotokea na sisi tunampongeza sana Mheshimiwa Rais, lakini pia wewe waweza mpongeza ama kuandika lolote hapo chini. Hii ni Mseto Media na mimi ni Evelyn. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.